Kawaida yetu tunasema historia si historia tu, ila kila mtu ana historia yake. Je, mtazamaji wangu, unafahamu kwa nini mwezi wa Julai tarehe 7 inakumbukwa kama siku ya Sabasaba hapa nchini? Leo hii niko na Samaa ambaye atatueleza mengi kuhusu Sabasaba. Moja kwa moja, Samaa the Data Hunter. Pengine utueleze Sabasaba ilitokea wapi na kwa nini, na ni nani hukumbukwa katika siku hii ya Sabasaba? Asante sana mwenzangu. Sabasaba iliweza kutokea katika mwaka wa 1990 ambapo Raila Odinga, Kenneth Matiba na Paul Mwite waliweza kukusanyika ama kukutana pale Kamkunji. Na walipokuwa pale Kamkunji waliweza kuandamana kupinga single party ama utawala wa chama kimoja. Sasa walitaka kuwe na vyama vingi. Na hapo ndipo waliweza kubuni vyama tofauti tofauti. Baada ya muda kidogo, unajua kwanza Daniel Arap Torotich Arap Moi alikuwa anaongoza Kenya kwa KANU. Na hapo mwaka wa hapo awali aliweza kubuni chama yake ambayo ni KADU. Sasa wakati mzee Jomo Kenyatta aliweza kuiaga dunia mwaka wa 1978, hapo ndipo unajua sasa Daniel alikuwa mdogo wake. Hapo ndipo aliweza kuchukua usukani na kuongoza. Sasa wakati hawa vigogo watatu walipokusanyika pale Kamkunji, walipinga uongozi wa chama kimoja ama kuwemo na chama kimoja hapa nchini. Waliweza kubuni chama tofauti tofauti, na hapo ndipo Wiper ilipotokea, Jubilee, NASA, ODM na vinginezo, ambapo iliweza kupitishwa katika mwaka wa 1991. Na hapo ndipo Sabasaba ilianza ikatokea hapo, na Sabasaba ya kwanza ilifanyika katika uwanja wa Kamkunji pale Nairobi. Ni kitu kipi ambacho huwa unafurahia sana katika demokrasia ya hapa Kenya? Mi nafurahia kitu kimoja, nafurahia kila mtu ako na uhuru wa kumchagua kiongozi ambaye anayetaka na kuwa kwa chama ambaye anayotaka. Pengine mtazamaji wetu, umeweza kuelewa ama kufahamu kwa nini siku ya Julai 7 inakuwa ni Sabasaba. Samaa the Data Hunter ameweza kutueleza kwamba hapo ndipo viongozi wetu walichukua majukumu yao na kuweza kuandamana kupigania haki ya kuwepo na vyama vingi hapa nchini. Mimi ni mwanahistoria, mwanaspoti, Mwite Theuri wa Wangeci.